Namba tuliguse kidogo ile neno majaribu, kwa sababu neno hili lina muhimu sana katika kipindi hiki cha Kwaresma. Na sio kipindi cha Kwaresma, Mkristo yote ambaye anashiriki katika ibada, anashiriki katika liturujia, misa na nini, neno hili hawezi kuepuka nalo. Kwa nini? Kwa sababu moja ya sala muhimu kabisa linazungumzia juu ya majaribu, usitutie katika vishawishi. Sasa vishawishi ni nini? Ukisoma katika kitabu cha Hekima sura ya 3 aya 9, unasikia huyo mwandishi wa kitabu cha Hekima akizungumzia majaribu. Na yeye anasema nini? Majaribu ni sawasawa na tanuru ya moto, kwamba dhahabu ukiichimba haina faida bila kuipitisha kwenye tanuru. Kule itapigwa na moto mkali, itayeyuka, itakuwa kama uji, na baadaye itatenganika kati ya dhahabu safi na uchafu. Lakini pia anazungumzia majaribu ni sawasawa na nini? Na sadaka kuteketezwa. Lazima uitie kwenye moto, iungue, iteketee, ndio tunapata harufu nzuri inayopendeza mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo majaribu ni kitu cha muhimu. Hauwezi ukawa Mkristo thabiti, uwezi ukawa Mkristo ulio imara katika imani yako bila kupitiwa na majaribu. Kwa hiyo majaribu ni ya lazima. Na pili, sio tu majaribu ni lazima, kukutana na majaribu si dhambi. Dhambi kukubali umezo na majaribu. Yani mfano hiyo dhahabu kwenye moto, kwenye tanuri, ikikubali kupotea sawa, lakini ikikubali isafishike, ibakie yenyewe. Kwa hiyo majaribu tunapokutana nayo sio kwamba tumetenda dhambi. Majaribu tu yanataka kutukomaza, kutuimarisha, kutusafisha. Kwa hiyo hiyo ndiyo maana ya majaribu.